Adam Babu. Bwana, niko na Adam Babu, yeye anasema yeye anaelekea kuchambua, yani kuangalia mchezo kwa kina. Mchezo utakuwaje siku ya leo? Ngoja leo sisi tuungane naye Adam Babu. Adam Babu, mambo vipi? Bana, salama, kwema kabisa. Kwema. Vipi mchezo wa leo, unaonaje kwa timu zote mbili? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufika salama salimini tarehe 25, na Tanzania wote ambao walikuwa wanasubiria kuiona dabi ya Yanga na Simba tumeweza kuifikia. Lakini pia tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama wetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuifanya Tanzania kuwa salama mpaka sasa hivi. Unaona uwanja wa Benjamin Mkapa amani imetawala. Ni pia nishukuru Jeshi la Ulinzi na Usalama, mpaka sasa hivi hakuna Mtanzania yoyote ambaye amepata fujo yoyote katika Benjamin Mkapa. So kwetu sisi tunashukuru sana uongozi wa serikali na watu wote wa bodi ya ligi na watu wengine. Tukienda kwenye uchambuzi, leo ni tunatarajia kupokea mechi kubwa kidogo, mechi ambayo ina aina mbili ya ushindani, aina ya uchezaji, aina ya matokeo, aina ya uhitaji. So kwenye mechi kama hii ya uhitaji ilitokea mwaka 1985 kipindi hicho. Leo ni miaka 40 tunakwenda kuiona dabi ya Yanga na Simba, ambaye timu itakapata matokeo inakwenda kupata kabidhiwa kombe lake la ligi kuu ya nini. So kwetu sisi ni faraja kubwa, na tunaona ni kitu kizuri ambacho tunaona kwenye karia yetu ya ujana wetu, tunaona kitu kama hicho. Tuende katika mchezo leo. Namuona uhitaji wa Simba kuhitaji zaidi matokeo ya alama 3 na si suluhu. Suluhu yoyote ama draw yoyote inaweza kumuondoa, kumnyima ushindi wa kuchukua kombe au kukaa pale juu kileleni. Yanga leo anakuja na uhitaji ambao wa draw tu, unaona na uwezo wa timu yake. Yanga ni timu ambayo yenye uwezo wa kuchezea mpira, inaweza kucheza mpira, inaweza kubadilisha mfumo wa kasi, inaweza kucheza mfumo wa taratibu. Lakini Simba anaiona kuwa na timu ambayo yenye uwezo wa kukimbia dakika zote 90 na inaweza kufanya hivyo. Uliweza kuona mechi iliyochezwa na MC Alger, ilikuwa ni mechi nzuri. Sema tu MC Alger ilikuwa ni ukubwa tu, ukomavu ya kucheza finali ndio iliweza kupata matokeo, lakini uliona mechi ilikuwa kidogo ni tough. Na Simba kwenye mechi kubwa kama hizi za kufanya maamuzi inaweza kutoa game ikawa tough zaidi. Kama ulivyoona utulivu, acha wale utulivu wote, unaweza kuwa na concentrate kwenye mchezaji kufanya kutoa kitu ambacho kikaleta na mshangao wa sehemu kubwa sana. Labda wekundu wa Msimbazi watumia madhaifu gani kuifunga Young Africans? Yanga ni wakiweza tu kuwasoma. Yanga ukisoma vizuri, kama kuna wakati timu kwa muda fulani kiona inahitaji matokeo, inapanda yote mbele. Patrick Mwenda anaanza na kusogea, Boka anasogea, inaacha matundu hapa nyuma. Na ndio mechi ambayo iliweza kufanyika katika Yanga na Al Hilal. Uliona jinsi ilivyokuwa. Al Hilal ilitumia hiyo dhaifu, timu inapopanda inaacha mapengo hapa chini. So wakitumia Elimpanzu na Kibenis kuwakimbiza mabeki, leo nategemea kuona mechi ambayo itakuwa ina utafu zaidi. Na uimara wa Simba uko wapi? Labda pengine tuambie na hili. Simba kuanzia hapo kwa Kagoma, Chemalon, huyu Ngoma ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kuituliza timu, uzoefu wake wa kutuliza timu, uzoefu wake wa kupiga pasi ndefu, uzoefu wake kupiga pasi fupi. Leo nitamwona anaweza kucheza na uwezo mchezo mikubwa hii, anaweza kufanya kitu kizuri pia. Akiweza kuifungua lock ya Yanga hapa nyuma, kuwakimbiza Baka na mwenzake Job. So I think inaweza kupata matokeo. Nadhani penalty inaweza kupatikana kwa sababu ni refa mwingine, itakuwa ni game nzuri sana. Lakini pia naiona kama refa asipojua rhythm ya sisi wa Tanzania, mchezo wa kugongana Aucho na mwenzake Kijiri ni wachezaji namba 6 ambao wanaweza kugongana. So akijua akicheza kama wanavyochezaga wenzetu, nadhani kuna kadi ya njano na nyekundu. Naona fouls ambazo za sisi tunaona kawaida, lakini kwa wenzetu ambao wanajua, wanacheza mpira, marefari wa nje wanajua hizi kitu. Mgane wa aina hii ni hatari kwa mchezaji mwingine. So labda magoli yataamriwa upande gani kwa timu zote mbili? Magoli yanatokana na kwamba kama beki zikidelay zinaweza zikapata hivyo. Yanga wanaweza kuchezea mpira, wanaweza kufungua lock. Nikizungumzia Pacome, Chama, Max Zengeli wanaweza kufungua hizo lock. Sina uhakika kama leo Dube atakuwa katika
uimara wa aina gani, kwa sababu alipata injury mechi ya Tanzania Prison. So sina huo hakika, lakini angekuwepo ingekuwa ni hatari zaidi, kwa sababu Dube anaweza kuifungua, anaweza kuibadilisha zile offside trick, anaweza kucheza na hizo, na anaweza kupiga, anaweza kuharibu, kutoa pasi pia, hiyo ndio ingekuwa hatari zaidi. Lakini naamini kwamba beki ya Simba wakisaidiwa na Kijiri wanaweza kufanya vizuri. Labda kwa pande zote mbili, ukiangalia timu zote mbili, ni wapi wachezaji ambao wataenda kuamua matokeo siku ile, na wachezaji gani wapo wachunga haswa kwenye safu ya mbele ya Young Africans na safu ya mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba? Mchezo wa dabi mara zote unaamuliwa na vitu vingine tofauti. Kwa mfano, kuna dabi ilishatokea aliamua tu beki kupiga kichwa goli kawepo. Kuna dabi aliamua tu mchezaji wings alipiga ikawa imeisha. So dabi huwezi kuweka asilimia kubwa kwamba eti washambuliaji wanaweza kashinda. Umeona dabi iliyoisha ya ligi kuu, Ateba alipata nafasi lakini hakuweza kuitumia, ikaja ikapatikana wenyewe kwa wenyewe, ikatokea tu faulu na mchanganyiko, ikatokea goli. So tukielekea ukingoni kabisa, asilimia ngapi kwa timu zote mbili unazipa kuondoka na ushindi mechi hii ya leo? Mechi ya leo mimi naipa 50-50 kwa sababu ya ubora wa vilabu vyenyewe husika. Nikimaanisha ubora wa Yanga ni mzuri, umejidhibitisha hiyo miaka hii 3-4 imejidhibitisha na aina wachezaji waliokuwa nao, lakini ubora wa Simba pia imejidhibitisha. Umeona Simba imeweza kufika finali, imecheza finali, huwezi kuwatoa katika ulimwengu huo, na uzuri kwenye dirisha dogo walivyomongezea Mpanzu imeweza kufanya connection kubwa na push nyingi sana zinaweza kufanyika. Naamini kabisa leo Benjamin Mkapa tutapokea mechi ambayo dakika 90 tutafutana, tutakwambia wapi ilikuwa wamekosea, either panapotokea mistake. Leo naamini kabisa inaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunaenda kuenjoy game. Of course itakuwa mechi nzuri sana. Lakini pia tuweke na dhamira. Nilikwambia kwamba dabi iliyoisha ya mwaka 1985 ilikuwa na fujo, mwisho wa siku ile dabi haikufanyika. Sina uhakika kwa sababu kipindi hicho niliweza kuicount kwa sababu ya aina ya teknolojia ya uchezaji, ya marefari, maamuzi kidogo ilikuwa iko chini. Sasa hivi kidogo teknolojia iko juu sana. Basi shukrani Adam Babu. Yes. Akiwa anaelezea mchezo huu wa leo bwana. Bwana usiache kufuatilia Team Media na kuifollow na subscribe. Hivyo. Sawa.